Hamadi Seif Hilali mwenye umri wa miaka 44, mkaazi wa Kwagoa kwa Nyanya, alizua taharuki katika familia yake baada ya kudaiwa kufanya jaribio la kutaka kujitoa uhai kwa kutumia kisu. Sheha wa shehia Kwagoa, Juma Sheha Hamis, anaelezea namna alivyopokea taarifa za tukio hilo na hali aliyomkuta Hamadi wakati alipofika eneo la tukio. Mnamo tarehe 22 tulipata tukio ambalo lilifanyika katika shehia ya Kwagoa, ambalo tukio hilo kuna mtu alijidhuru kwa kisu katika nyumba yake akiwa kajifungia mlango, mkiwa hamuna mtu ndani ya nyumba hiyo. Na bahati nzuri mimi nilijaribu kumtuma mjumbe wangu, akaenda kufika, wakajaribu kufungua mlango, umeshindikana, wakafika hadi mpaka kuvunja bati, wakapata kuingia wananchi wema, ndipo wakamkuta ameshajidhuru. Na baada muda mdogo mimi nikawahi kutokea, nikamkuta kweli kajidhuru. Nikajaribu kumuuliza pale pale, kweli alinijibu. Nilimuuliza ilichojidhuria kiko wapi, akaniambia ni kisu kipo juu kabati. Nililosema kuwa hicho kisu kiacheni mpaka kuja maaskari watapochukua maamuzi yao mengine. Hapo tena sisi tukaanza process za kutafuta gari. Kiukweli tulifanya process hizo, tukaenda mpaka kwa wenzetu KVZ juu, kwa sababu si mbali sana. Kule wakatoka madaktari watatu tuliwachukua wale wanawake, na tukampata kamanda mmoja akaja kumuona, wakajaribu kumfanyia first aid pale ya kumziba. Lakini pia gari ilikuwa imeshafika, gari ya Noha ya majirani, ila wale KVZ walipiga simu ikaja ambulance tena, tukambadilisha kwenye ile gari, tukamtia kwenye gari ya ambulance, tukaenda naye hadi hospitali moja kwa moja mpaka KVZ. Na kufika KVZ, bahati nzuri wakaona ile hali halisi ilivyo ya ule mgonjwa, wakasema hapa tumpe rufaa, tukapelekwa moja kwa moja mpaka hospitali ya Chumbuni. Baada ya kufika Chumbuni tumepokelewa, na bahati nzuri yule mgonjwa akafanyiwa operation pale, si muda mrefu sana akachukua process ya kumfanyia operation. Ndipo tena sisi hapo tukakaa nje, tukaanza kusubiria vipi hali yake. Hatukupata mpaka milango ya saa 9 tukaambiwa ameshatoka katika operation, lakini hali yake inaendelea vizuri. Ila kiukweli alijidhuru sehemu kubwa, si ndogo. Kwa hiyo hadi tarehe ya leo tunayozungumza hapa yuko hospitali na hali yake inaendelea vizuri. Maamuzi ya mtu binafsi yanakuwa magumu, lakini ukipata watu wawili watatu kuwashauri, nafikiri utapata neno japo moja lilokuwa sahihi. Usichukue maamuzi yako mwenyewe peke yako, tafuta washauri wenzio au majirani zako au familia yako ili uishauri, utapata maneno yaliyokuwa mazuri. Lakini ukisema unachukua maamuzi ya moja kwa moja wewe mwenyewe, basi hakikisha utapata maamuzi mabaya. Au la, mimi nasema subra muhimu kuliko kitu chochote. Wa shehia hiyo Asha Hamis Muhammad anaelezea tukio hilo na kutoa wito kwa jamii. Asubuhi saa 2 alikuja mwananchi wangu akaja kanita, biasha twende huku. Nikamuuliza wapi? Tuwezetu huku kuna tukio limetokezea. Nikamuuliza tukio gani? Akaniambia mjomba kajizuru. Mjomba kajizuru vipi? Akajipiga kisu cha tumbo. Nikatoka nikaenda, nilipokwenda lakini watu walikasha pale nje. Nikawaambia yuko wapi? Nikaambiwa yumo ndani. Nikafunguliwa mlango, nikaingia ndani, ndio mmemkuta ndani mule kalala, mwili wake uko chini, kichwa kaikwa kwenye godoro, lakini ndo kasha jizuru. Mimi nikatoka, nikampigia simu Sheha ndo akaja, tukakusanyika, tukatafuta usafiri, akapelekwa hospitali. Kwa jamii tusichukue maamuzi mikononi mwetu. Kama tumekwazika, tuna jambo linatukera, bora tutafute mtu akupe ushauri, akupe nasaha. Aswaheri roho yako itajirudi, utatafuta solution kuliko kukaa kanalo rohoni ile kakuumiza ukafika paka kufanya nini? Kujizuru. Ripoti za ASAM pia zimezungumza na mmoja jirani aliyekuepo wakati wa tukio, akielezea hali ilivyokuwa na kilichotokea. Leo nilikuwa asubuhi ilinyesha mvua. Baada ya kunyesha mvua nikatoa ndoa pale kwa ajili nachota maji. Katika kuchota maji pale nikamtuma mtoto wangu nichukulie dumu kwa ajili ya kujaza dumu yale maji. Sasa nikaona ananichelewesha, nikajaza mwenyewe. Katika kujaza pale nikamwona
na natojo litakuwa ni mshtakiwa vipi yule pale, mhusika wa tukio. Nikamwona kachuchumaa. Kaona nikasema hakunisalimia, lakini hakuniona, na mimi nikarudi ndani kwa ajili ya kuendeleza kazi zangu. Baada ya hapo nikanafua, katokea jirani mwenzangu kwa ajili kunisalimia. Katika kunisalimia akatokezea ndugu mhusika tukio. Ndo akaniita, jamani, hapa pana mtihani kidogo, mwenzetu kapatwa na mitihani, lakini muwe na kifua. Nikamuuliza mtihani gani? Akaniambia kwamba kaachwa na mke wake. Lakini sasa naona namuita pale haitikii. Kwa hiyo naomba tuendeni pale kwa ajili ya kumuita na sija akajidhuru kutokana na mtihani wake. Kamwambia basi naomba nisubiri nenda kubadilisha nguo. Nikabadilisha nguo, tukatoka pamoja na yule jirani mwenzangu na ndugu wa mhusika tukio. Ndo tukafika pale, tulipofika kweli mimi nikajaribu kumuita, mimi fulani nifungulie na shida nawe. Sawa, lakini hakutoka kama mara 2. Ya 3 ndo nikamuuliza unaweza kutoka? Akanijibu siwezi. Ndo nikamwambia ndugu wa mhusika tukio kwamba nani itabidi tuvunje hapa, utoe zibati zilizopo kwa ajili ya kuingia. Tukatafuta ngazi pale, kupatikana ngazi ikabidi pabomolewe katika venti pale. Hakupata kupita kutokana baada kuona ile hali ya ndani wao, baada kutoa zile bati wakasema bado tuvunje mlango. Wakavunja mlango, kufika kweli tukiwa wameshalifanya yule. Kamanda wa polisi mkoa wa Mjini Magharibi, kamishna msaidizi Elton Paul Banzi amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kutoa ushauri kwa jamii. Ni kweli mnamo tarehe 22 mwezi wa 8 2026 Muhammad Seif Hilal alijichoma na kitu chenye ncha kali kifuani, na chanzo kikubwa cha tukio hilo ni mgogoro wa muda mrefu wa kifamilia kati ya huyo aliyejeruhi na mke wake. Kubwa ni watu tu wanapopata matatizo yoyote kupata ushauri kwa watu mbalimbali wa karibu, familia, viongozi na wengineo, badala ya kuchukua maamuzi magumu. Hizi ni ripoti za ASAM. Fatma Bennett, nyuma ya kamera Alex Madaha, ASAM Online TV. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo, serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.